Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya imeahidi kuendelea kushirikiana na taasisi kutoka nchi za Afrika ikiwemo shirika la msaada wa kiufundi la Nigeria kwa lengo la kupata wataalamu watakaoongeza ufanisi wa kiutendaji katika sekta ya afya nchini. Akizungumza mara baada ya kumalizika kikao kazi kilichowakutanisha viongozi wa Wizara ya Afya na ujumbe kutoka nchini Nigeria uliongozwa na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo pamoja na viongozi wa shirika la msaada wa kiufundi la Nigeria chenye lengo la kutathmini na kutekeleza makubaliano yaliyopo baina ya pande hizo mbili katika kushirikiana kuimarisha sekta ya afya kwa upande wa uzalishaji wa wataalamu bingwa nchini. Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mwingereza Mzee Miraji amesema makubaliano hayo yamehusisha wataalamu 35 wa kada ya afya walioletwa nchini kutoka Nigeria kupitia shirika la msaada wa kiufundi la nchi hiyo, wakiwemo madaktari na madaktari bingwa pamoja na wauguzi bingwa ambao wamepangwa kugawanywa katika hospitali na vituo vya afya. Amesema kufanya hivyo ni kutimiza dhamira ya serikali ya kuhakikisha kuwa huduma za afya kwa wananchi zinaimarika kuanzia katika ngazi ya vituo vya afya, hospitali za wilaya na mkoa kwa kuzalisha wataalamu bingwa watakaoleta mageuzi katika utoaji wa huduma bora za afya na kumaliza kasoro zilizopo katika maeneo hayo. Na kikubwa tumekuwa tukifanya tathmini ya utekelezaji wa MOU, Memorandum of Understanding, baina ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya na Nigeria. Tumekuwa na MOU kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, ambao MOU imejumuisha wataalamu 35 wa kada ya afya ikiwemo madaktari na madaktari bingwa na manesi bingwa. Na katika hawa tunapanga kuwagawanya katika hospitali mbalimbali za hapa Unguja na Pemba, na hii ni dhamira ya serikali kuhakikisha kama tunaboresha huduma za afya kutoka kuwa na wataalamu wa kawaida wa afya, lakini tuna wataalamu ambao wamebobea. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwanza wenzetu hawa wa Nigeria, na tumeziwasilisha shukrani hizo kwa Mheshimiwa Waziri wao wa mambo ya nchi za nje Bi Bianca, lakini vile vile tumekubaliana kufungua chapter nyingine ambayo tumeona kwetu kwa Zanzibar ina umuhimu, swala zima la tafiti. Akitoa ufafanuzi juu ya wataalamu hao, Mkurugenzi Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Amur Suleiman Mohamed amesema timu hiyo madaktari imehusisha madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo, mgongo pamoja na macho, sambamba na wauguzi bingwa ambao kwa sasa wapo katika hospitali mbalimbali za wilaya. Ameongeza kuwa matarajio makubwa ni kuona madaktari hao wamekuwa walimu wazuri wa madaktari wazawa ambao watakuwa wakiwaelezea. Ameongeza kuwa matarajio makubwa ni kuona madaktari hao wanakuwa walimu wazuri kwa madaktari wazawa ambao watakuwa wakiwaelekeza kwa vitendo juu ya utoaji wa huduma za kibingwa, jambo litakaloifungua Zanzibar kuwa na uwezo wa kutoa huduma hizo katika ngazi ya afya ya msingi, wilaya, mkoa na rufaa. Kwa hiyo mnamo mwezi wa Mei mwaka huu, Wizara ya Afya tumepokea wataalamu kutoka nchi ya Nigeria ambao ndani yake kuna madaktari pamoja na wauguzi. Madaktari hao wamo madaktari bingwa wakiwemo madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na mgongo, lakini kuna madaktari bingwa wa general surgery, pia kuna madaktari bingwa wa mambo ya macho na wengine, lakini pia tuna wauguzi bingwa, na wataalamu hawa tumewapeleka kwenye hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya Kitogani na hospitali ya Morapongwe za wilaya, na wanaendelea kufanya kazi katika maeneo hayo kutoa huduma kwa wananchi. Kwa upande wake waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Bianca Onaku amesema serikali ya Nigeria imeonyesha dhamira ya kuendeleza ushirikiano huo unaoendana na dhamira ya nchi hii kupitia shirika la msaada wa kiufundi la kiufundi ya kupeleka wataalamu wa afya katika nchi mbalimbali ikiwemo Angola, Grenada, Ethiopia, Somalia, Jamaica pamoja na Trinidad. I want to convey on behalf of our government our commitment to ensuring that this is a better experience. Our commitment to the development of the medical sector here in Tanzania, and the medical sector that is undergoing a revolutionary transformation.
And this, in no small way, is something that Africa as a continent should be very, very proud of. Amesema kupitia maombi yaliyowasilishwa katika kikao hicho watahakikisha katika kundi lijalo wanaongeza idadi ya wataalamu katika maeneo ambayo katika awamu hii ya kwanza hayajafikiwa ipasavyo, ikiwemo wataalamu wa kada ya ukunga na huduma za dharura pamoja na madaktari ambao ni bingwa badala ya madaktari wa kawaida.